anaendelea na matibabu na maelekezo ya madaktari juu ya ile pesi niliyopewa. Mimi nishambulia mwilini, lakini sababu za msingi ndio maana nikasema kuwa chama kina utaratibu wake, chama ndio kinafuatilia. Kwa siwezi kusema moja kwa moja sababu ya msingi, ingawa sababu zipo. Mheshimiwa diwani wa kata. Kwa chama mimi ninachokitamani kuona sisi viongozi wa chama tupewe ushirikiano kwa kipindi hiki kigumu tunachoenda nacho. Tupewe ushirikiano, lakini pia tuangaliwe, sababu watu tunaoishi nao ni watu wa namna tofauti tofauti. Na kipindi cha uchaguzi kina mambo mengi, lakini sisi tukiacha mambo ya siasa, sisi ni binadamu ambao tunaishi na familia zetu. Matukio kama haya yanapotokea tunaumiza mpaka familia zetu. Kwa chama waliekee ili jambo uzito na kuangalia namna ya kusaidia sisi viongozi wa chama. Naitwa Halima Mohamed, ni mama mzazi wa katibu kata wa kata ya Mlazi. Mimi tukio jana lilipotokea, niko zangu shamba, usiku niliporudi nikapigiwa simu kwanza na mjumbe mwenzangu wa serikali ya kijiji. Mimi ni mjumbe wa serikali ya kijiji. Akaniuliza, eti tunasikia katibu kata wetu kapigwa na diwani. Kanda sijui, hajaniambia. Basi nitamuuliza, akasema simuulize labda tu ya watu. Nikamwambia basi kwa sababu mwanangu mimi nitamuuliza. Kabla sijampigia mtoto wangu akanipigia tena mzee mwingine, yani mzee tu wa mshauri wa kijiji. Na akaniuliza swali hilo la kupigwa kwa mtoto. Nikamwambia mimi sijui, labda nimuulize mwenyewe atakavyo niambia, basi nitajua kama ya ukweli au ya uongo. Nikampigia yeye mwenyewe, akawa ananijibu kiunyonge. Nikamwambia vipi, mbona ananijibu kiunyonge? Nilisikia ya ukweli, akasema haya kupigwa. Ya ukweli diwani kanipiga. Nikamwambia tatizo nini? Akasema tulikuwa kwenye kikao, unajua hapo kushaniza diwani tukiwa kwenye kikao. Anataka anavyotaka yeye. Sasa mimi nikibisha ananivamia. Ni kweli sio mara ya kwanza. Hii kama mara pili kumpiga, na mashambulizi ni mara kwa mara. Kwa hiyo sasa hata mpaka saa hizi tunashughulika na hospitali. Mimi sikwenda hata shamba leo, niko naye, nimeenda naye hospitali. Na pale PFC nayo RB. Kwa hiyo sasa kusimama kwake kote mpaka saa hizi kutokana na simu zinazotoka wilayani, kwa sababu yeye toka asubuhi kaenda wilayani. Kwa kweli mimi kama mzazi, kile ninayoona kwa diwani na huyo mtoto, naomba tu serikali imshikilie kidedea bwana, kama ni kumuonya au kama watakavyo kuwa na mamlaka yao na yeye. Lakini mimi sikupenda kabisa. Chanzo kikubwa ni nini mpaka inapotokea hivyo? Chanzo masuala wanaongea ofisini kwa msiboi, yeye anakuwa na masuala ya kupewa na wakubwa wao kutoka wilayani, kutoka mkoani, wakiyaleta ndio wanakutana kwenye kamati zao hizo za siasa wanaongea. Sasa sijui kama yeye anachukizwa na nini. Sasa mada zao za maongezi ya kikao sana sana, yeye katika kikao chake kikao chao iko wengi wote ndugu zake, na atakachotaka kuongea wale ndugu zake wamsapoti yeye. Sasa yeye huyu kama katibu kata, yeye anachukulia kazi kama kazi, maagizo anayopewa. Kwa hiyo akifanya ubishi ndio hiyo hataki. Amesema jambo hilo sasa msemaji ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo amesema kama mnataka maelezo mengine sasa ya kukamilisha stori yenu muwasiliane naye yeye. Tunafanyia kazi, tunatisha vikao vingine kwa sababu ya kisa na